بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من جاء بالتوحيد والدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ndugu yangu mfuatiliaji na mtazamaji, karibu katika kikao hichi kifupi na kizuri. Ni kifupi kwa sababu ya maelezo tutakayoyatoa, na ni kizuri kwa sababu ya madhumuni ya kikao hichi. Kikao hichi chahusiana na moja katika masala yetu ya dini, ya kujaribu kuweka mambo sawa yaliyochafuliwa. Kuna watu ambao ni khulqa yao, ni maumbile yao, ni tabia yao, ni ada yao kuchafua mahali ambapo palikuwa paswafi. Watu hawa wanapoachwa, maana yake ni kwamba wataendelea kuchafua, na sisi ni jukumu letu kusafisha pale ambapo pamechafuliwa. Na ambaye tunaye leo katika meza yetu tunataka tumweke sawa ni bwana mmoja maarufu kwa maneno, ni maarufu kwa kejeli, maarufu kwa dharau, kwa kujisikia, ambaye jina lake ni Sheikh Abdallah Humaidi. Huyu bwana amewahi kutukana wanazuoni wengi, amewahi kuwazungumzisha kwa lugha za kejeli wanazuoni tofauti, na hili halishtui wala halishangazi kutoka kwake, kwa sababu ndiyo mfumo ambao kwamba wao na kundi lao waufuata. Huyu bwana alishawahi kuzungumza maneno, yakawa maneno yale ameyaelekeza kwangu 100%. Nenda katika mtandao wao utapata kuna klipu imepewa jina yaitwa Nyundo kwa Bute, kwa uchokozi ambao wao wanao. Ghafla nikaona nimetumiwa klipu katika mtandao wa Telegram na mtu ambaye simjui. Nikiangalia ndio nikaona ni hiyo video, kisha ameniandikia ule mtu jibu kama waweza. Nikaisikiza, nikakuta mazungumzo tu pale ndani ambao hayana kitu wala maguu, hata sikushughulika. Ninayetaka kumtetea leo ni mmoja katika watu wakubwa, watu wa nyumba ya Mtumi, watu wasomi wenye heshima na vyeo vyao na daraja zao. Watu hao ndio sababu ya wazee wetu kupata ilmu, ndio sababu ya sisi kupata ilmu. Wanapodharauliwa wao, wakabwagwa chini na kutupwa, maana yake ni sisi tumedharauliwa. Kwa hiyo mimi nina haki zaidi ya kumjibu katika hili na hata katika mengine. Ndugu zangu Waislamu, nisirefushe mazungumzo yangu haya. Huyu bwana asli mpaka ikawa kila shekhe atamtia mdomoni, kila shekhe lazima atamkosoa. Asli ni ile manhaji ambao kwamba yeye waifuata, na manhaji hii ni manhaji ya Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Sheikh Rabi' ambaye amekufa hivi majuzi, kama sikosei amekufa Julai mwaka hunu 2025, amekufa hivi majuzi. Sheikh Rabi' ndiye kielelezo chao katika manhaj ambao wao waifuata, na ndio maana hata wale mawahabi wenyewe washangaa hawa watu. Manake katika uwahabi hawa wako kitu chengine tofauti, si kama wale mawahabi ambao walikuwa, hawa wako tofauti kabisa. Ndio maana wakanasibishwa na shekhe wao, wakaitwa kwamba hawa ni madakhila. Hawa wala si mawahabi, hawa ni madakhila, hawa madakhaliyuna. Hawa hawafai kuitwa mawahabi wala kuitwa masalafia, ni madakhila swafi kwa sababu ya manhaji yao. Na ili ujue kwamba hawa wamfuata Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali katika hiyo manhaj
ya kila mtu kumfanya si lolote wala si chochote, sikiliza maneno ya Muhammad Mafuta, ndugu yake Qasim Mafuta wa kule Tanzania. Muhammad Mafuta amefikia kusema, ili kumtakasa Sheikh Rabi' kwamba si mtu mdogo, amefikia kusema maneno ya Sheikh Rabi' ni sawasawa na wahyi. Sheikh Rabi' ndio anasema kwamba Yahya al-Hajuri kadhab, ni mwongo, anaweka watu madhulumu, watu wanafanyikizwa pale kujaribu da'wa. Na taban maneno ya Sheikh Rabi' ni kama wahyi, ni kweli. Na taban maneno ya Sheikh Rabi' ni kama wahyi, ni kweli. Fikiria wewe Muislamu afikia kufananisha maneno ya mtu na wahyi aliokuwa akiteremshiwa Mtume. Huyo mtu wao wamemweka juu kiasi gani? Huyo mtu wao wamemweka wafuata manhaji yake kiasi gani, paka kuona na kusema maneno ya Sheikh Rabi' ni kama wahyi? Bila shaka ni kwamba wamemweka katika daraja moja na Mtume. Sheikh Rabi' akikukubali umekubalika, akikukataa umekatalika. Na ndio mfumo huu ambao wao wamekuja nao, ili wao wakimkataa mtu, huyo mtu ni akatalike popote, wakimkubali ndo huyo mtu itakuwa amekubalika. Hawa watu ni watu wabaya sana. Baadhi ya mashekhe wameona hawa kuwaita madakhila haitoshi, bali munasaba zaidi ni waitwe ghulatu tajrihi wa tabdi'. Miongoni mwa walosema haya ni Sheikh Musa Ad-Dakhliya. يقول الأخ الكريم: من هم المداخلة وما منهجهم حتى نتحرز منهم؟ وهكذا جاء في السؤال وصفهم بالمداخلة. هذا الوصف ديال المداخلة سببه أنهم يقصدون به النسبة إلى الشيخ رحمه الله ربيع بن هادي المدخلي، لأنه هو ينسب إلى ذلك فيقال فيه المدخلي، اشتهر بذلك فصار الناس ينسبون أتباعه والمتعصبين له إليه، فبغوا ينسبوهم ليه، فقال بعضهم مداخلة، بعضهم قال ربيعيون نسبة لربيع إلى آخره. فالمقصود هذه نسبة للشيخ رحمه الله. لكن الأحسن في وصف هؤلاء أن يقال غلاة في التجريح والتبديع. ايش معنى غلاة في التجريح والتبديع؟ أي قوم عندهم غلو في التجريح والتبديع اتباعا وتقليدا للشيخ ربيع الذي عنده غلو في ذلك. وقد ذكر كثير من علمائنا هذا، أن الشيخ عنده غلو واندفاع وحماس زائد في هذا الباب، وصفه بذلك الشيخ بكر أبو زيد وكثير من أهل العلم، والأمر في ذلك معروف. أسمى هاوا ni ghulatu tajrihi wa tabdi', wamevuka mipaka katika kuwaita watu wa bid'a, katika kuwatukana watu, katika kuwaangusha watu na kuwafanya wadogo. Wamevuka mipaka. Tunajua kwamba at-tajrih ni kitu kiko wala kikataliki, mtu akafanya kitu akakosea akawekwa sawa, lakini billati hiya ahsan. Mtu kitu ikawa ameteleza akarekebishwa, lakini billati hiya ahsan. Hili ni jambo liko katika dini yetu, hakuna mkamilifu. Lakini hawa yao wao si kumweka mtu sawa, ni kumfedhehesha mtu haswa. Yao wao ni kumfanya mtu aonekane la shay, yani wamevuka mipaka. Baadhi ya wanazuoni waona kwamba hawa ni ghulatu tajrihi wa tabdi'. Baadhi yao wakafikiria wakaona kwamba hapana, hawa bana, hata mbali na kuwaita madakhila, mbali na kuwaita ghulatu tajrihi wa tabdi', lakini hawa wafaa waitwe as-sababa. Miongoni mwa walosema hayo ni Ad-Doktor Ahmad An-Naqib, kwamba bana hawa ni as-sababa, watukanaji, kwa sababu hakuna anayesalimika na ndimi zao kama anavyofanya huyu ndugu yetu Sheikh Abdullah Humeidi. سمعنا مؤخرا عن فرقة اسمها المداخلة. باختصار شديد أنا لا أسمع عن هذه الفرقة، ولكن أعرف قوم اسمهم السبابة. السبابة هؤلاء لا يدعون أحدا من أهل الإسلام له جهد إلا وسبوه ورموه بصفرائهم وبيضائهم، رموه بصفرائهم وبيضائهم. فلنحذر هؤلاء السبابة، فإنهم أشد على الدعوة من إبليس. إنهم أشد على الدعوة من إبليس. Haya yote ndiyo yaliyofanya kukatungwa kitabu
na yule Sheikh Salim Barahiani wa Tanzania akakiita ni upi usalafia jadida, akikusudia kwamba kuna usalafi kisha kuna na masalafia jadida, yani hawa ni masalafi wapya ambao wamekuja na mfumo mpya, wamekuja na kanuni mpya. Hata wale wenzao wanaojiita masalafi wao pia hawaoni kuwa masalafi, waona ni mahizbi. Yani hata kabla ya sisi kwamba watatuita majina tofauti, wale masalafi wenzao wakijisikia wampiga teke huyu wamtoa, wewe humo katika usalafi, wewe ni hizbi. Wakijisikia wampiga teke yule wamtoa, wewe ni hizbi, na kuwabandika watu majina tofauti tofauti. Ndio yule shekhe akatunga kitabu akakiita ni upi usalafia jadida. Kitafute ukisome upate kuwajua hawa watu majadida watu gani. Sasa Sheikh Abdullah Humaidi amekuwa na manhaji hiyo, na ndio mfumo anaokwenda nao, mpaka ukisikiza baadhi ya clip zake ambazo yawasema mashekhe wenzake waliofanya kazi ya kusomesha na kuwafunza watu dini ya Mungu, hata utasikia huzuni. Yani basi hata kama wewe na yeye mmetofautiana, basi ndio mseme kwa lugha hizi, ndio mzungumze hivi. Hapana, yani hii si haki hata mbele ya Mwenyezi Mungu, si haki. Na wewe ukitaka kuelewa haya, soma hichi kitabu ni upi usalafia jadida, utapata kuwajua hawa hawaitwi mawahabi, hawa ni majadida, hawa ni madakhila, hawa ni ghulatu tajrihi wa tabdi, wamevuka mipaka katika kuangusha watu wengine, hawa ni watukanaji. Haya si maneno yangu, ni maneno ya wanazuoni kulingana na vile walivyokitizama kikundi hichi. Sasa bwana huyu katika kuonesha kwamba yeye pia huu ni mfumo wake, kuna clip aliyokuitoa miaka kadhaa iliyopita alipokuwa yeye yuwapinga mambo ya anashid. Katika jumla ya kuzipinga ili ionekane kwamba anashid ni kitu kibovu, akazungumza mpaka akafikia kusema mtu anayeimba club saa 8 za usiku na wanawake wamemzunguka wacheza uchi, huyu ana afadhali kumliko mtu anaimba anashid. Hebu angalia hii ghuluwi, angalia huku kuvuka mipaka. Anaimba kwenye klabu usiku ni mbora kuliko anaimba anashid. Usishtuke. Anaimba kwenye klabu usiku na kuna wanawake pengine uchi wacheza na nini, yule ana afadhali kuliko anaimba anashid. Hiyo kadi hata si kadi, sahadi tu. Hiyo kadi hata si kadi, sahadi tu. Hata kama hukubaliani na anashid, ndio tumie lugha hiyo salala. Hapana, hapana. Hata kama wewe anashid si jambo lako, lakini kuna ile namna ya kuzungumza, kuna ile namna ya kueleza ikaeleweka bana, huyu hakubaliani nazo, kisha muhimu ni risala ifike. Lakini sasa ile lugha inayotumika, sijui mtu anaimba klabu saa 8 za usiku, wanawake wamemzunguka, tena wacheza uchi, huyo ana afadhali kumliko mtu anaimba anashid. Hata mtoto mdogo maneno haya atasema huyu amevuka mipaka, amepita mipaka. Ndio ujue hichi kikundi kilipoitwa kikundi cha watukanaji, kikaitwa kikundi cha wamevuka mipaka katika kuwafanya watu wadogo, wakaitwa madakhila, wakaitwa majadida. Hawa ni kundi jipya kabisa. Ilikuwa ni ukweli. Sasa mmoja ya kuyathibitisha hayo pia aliwahi kumtaja Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin hafidhahullah, mwanachuoni wa ulimwengu. Akasema eti hajui kutawadha, ati ameiangalia video yake amekuta makosa chungu nzima ya kutawadha. Hata kama hukubali kumkubali Habib Umar, basi ndio hati ufike kusema hajui kutawadha salala. Lakini haya yote ni picha nakupa kwamba walipoitwa haya majina ni kweli. Na ndio juzi akafikia kumrekebisha mwanachuoni wetu, shekhe wetu, kipenzi chetu, kiongozi wetu,
Al-Habib ibn Sumait, mtoto wa As-Sayyid Abdurrahman Khitami, mtoto wa As-Sayyid Ahmad al-Badawi, mtoto wa Al-Habib Saleh ibn Alawi Jamal al-Layl, mpaka kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu tu Al-Habib ibn Sumait aliwagusa hawa madakhila, hawa madkhaliyun, aliwataja katika kilima chake. Huyu bwana akaona, na mimi ili huyu nimwangushe, nimfanye si chochote, wacha nimzungumzie lugha za dharau, kisha huku akidai eti ni nasaha yuampa. Akafikia kumwambia hajui kusoma Qur'ani, hajui kusoma qaidatun Baghdadiyya, akataja kabisa alif b, yani hajui kusoma alif b. Nampa nasaha kama mdogo wake, wallahi sifanyi haya maneno, sizungumzi kwa kejeli. Nampa nasaha atafute msikiti wa salafiyun, aanze kusoma qaida alif ba, afundishwe kuunganisha herufi, alafu afundishwe kusoma Qur'ani tilawa. Hajui kusoma Qur'ani huyu, mmemsikia, hajui hata kusoma Qur'ani. Yani utajuaje? Katika namna anavyosoma kile kitabu yofundisha kule, zile aya anavyozisoma, anavyozikoroga, huyu hajui kusoma Qur'an. Na kama hamuamini, mimi nawapa challenge watu wa maulidi. Si kila maulidi huyo aitwa zungumza kisha tuchafua. Mimi nawapa challenge, mpeni suratul Maida, nasema kwa sababu mmeisikia akisoma zile aya kizivuruga, mwambieni asome safha kuanzia peji ile nusu ya kwanza ile na safha ya pili, mpeni isome mbele za watu kwenye maulidi huyo. Wallahi na wa challenge, mpeni huyo kama ataisoma sawa sawa, mpeni, mwambie chukua hii msahafu, tena aangalie bwana, si kwa hifadhi, msije mkamtoa jasho kile, kwa kuangalia. Mpeni msahafu mkubwa na miwani, mpeni. Nina wa challenge makhurafi, huyu bin Sumet huyu, mpeni Qur'ani asome mbele yenu kama hatokosea. Angalia wewe mwenyewe utajua huyu mtu amevuka mipaka, hata kama hukubaliani naye, hata kama alichokisema wewe wakikataa, ndio umwambie kwa lugha hizi. Basi hata kama haumheshimu yeye, heshimu umri wake, hiyo tu yatosha. Lakini eti hajui qaidatun Baghdadiyya. Nasaha ni gani wampa shekhe? Atafute madrasa za kisalafi, eti akaanza kusomeshwa Qur'ani. Huyu ukimpa suratul Maida, sijui kuanzia katikati pale, hii naswaha wala haikuwa ni naswaha, si naswiha, ni fadhiha. Yote nini? Kwa sababu mimi sikubaliani na huyo bwana. Ndugu yangu Sheikh Abdullah Humaidi, sikia nikwambie, mfumo ambao waufuata, ikiwa mwenyewe umeuona ni mfumo uliokutosheleza, ni sawa. Lakini na wewe utakapozungumzishwa kwa lugha zile zile unazozungumzisha nazo watu, lugha za mtaani, lugha za kihuni, lugha za kijanja janja, baadaye wewe na kundi lako na wafuasi wako msirudi mkawa wakali, msirudi mkaanza kuona mwadhulumiwa. Kwa sababu katika tafiti zangu nilizozifanya ni kwamba nyinyi huwa maona raha mkizungumza watu wengine, na maona raha wale watu wakinyamaza, lakini wakijibu maudhika kwa maneno na maudhika kwa vitendo. Utaona ile sehemu, hata katika ile, kwa mfano video, nenda katika ile comment section, angalia watu walivyoudhika, angalia. Lakini subiri nyinyi mumtukane shekhe wetu, hata hatuwaulizi kitu. Kwa hiyo lugha unazozitumia waziita naswaha, na wewe ukinaswihiwa kwa lugha hizo hizo, usikasirike, usiumie, usisikie vibaya. Ni mfumo umeuanza, twende nao. Hivyo unavyokuja ndivyo utakavyopokewa. Kwa hiyo usiudhike wala usikasirike. Na wala sisi si wale watu wa kuzungumza na kunyamaza. Ukisema tutasema, ukituambia tutakwambia, na utakavyotuzungumzisha ndivyo tutakavyokuzungumzisha. Ukizungumza lugha za adabu, hutushindi kwa adabu. Ukizungumza lugha za heshima, hutushindi kwa heshima. Lakini ukizungumza lugha za kwamba sijui nini,
sijui ndugu yangu utaregesha change, na kuhakikishia utaregesha change. Kwa hiyo nasaha ulizozitoa ilikuwa ni urongo tu mtupu, hakuna nasaha. Lau kama kweli ulikuwa atakutoa nasaha, si ungelizitoa nasaha hizo kwa Muhammad Mafuta, ndugu yake Kasim Mafuta, kipenzi chako Muhammad Mafuta. Mpaka mashekhe wenziwe wasema kwamba haijui Qur'ani, si mimi. Mashekhe wenziwe wasema huyu hajui Qur'ani.